nafurahia naiposti hii content Ijumaa ili utumie weekend nzima ukitafakari juu ya hili. Vitu vingi ulivyoambiwa kuhusiana na discipline ni vitu vya kufikirika na havipo. Hauhitaji discipline zaidi, unahitaji desire, hali ya kutaka jambo. Bro, kila mtu anaongelea kuhusiana na discipline. Amka saa 11 usiku, fanya vitu kwa consistency, fanya vitu vigumu. Ngoja nikwambie ukweli mmoja. Ukilitaka jambo kutoka moyoni kweli, nalitaka hili jambo, hakuna mtu ambaye anaweza kukulazimisha wewe kuanza kupambania hilo jambo. Nasema hii kwa sababu watu wengi hawajui kwamba mafanikio yamejengwa katikati ya clarity ya vision ulionayo na desire yako mwenyewe, na sio tu uwezo wa wewe kufanya mambo. Uje, tumekuwa na utamaduni wa kujenga kama discipline ndio Mungu. Unasikia mtu akisema, yani unajua ningekuwa na discipline mimi ningeanza kuandika vitabu, ningeanzisha biashara yangu, ningeanza kupambania masuala ya marketing, yani ningehakikisha nafanya jambo langu, napambania vision yangu, ningejenga brand yangu mwenyewe. Sema tu sina discipline. Lakini mtu pause kwanza kwa dakika moja. Ningekwambia nitakuwa na kutumia $1 million kila siku utakapoamka kuanza kupambania personal brand kwenye industry iliyopo kila siku kwa siku 90. Hapo unahitaji discipline? No. Utajifunza kila kitu kuhusiana na kujenga personal brand, kuhusu biashara yako, namna gani ya kuingia sokoni, kufanya marketing, kufanya sales. Utajifunza everything dakika moja bila hata mtu kukuambia chochote. Nini kilichobadilika hapa? Uwezo wako kufanya jambo haijabadilika, ila kilichobadilika ni desire yako mwenyewe ya kutaka hilo jambo. So hiki tunachoita discipline ni byproduct ama ni zao linalotokana na jambo jingine. Discipline ni kama uwe kwenye gari, unauelekeza usukani kuelekea kule unakotaka. Lakini desire ni mafuta unayoweka kwenye gari. Watu ambao wako naturally consistent, sio kwamba watu ndio wako na discipline, yani kwamba wao wana discipline hiyo. Kifupi ni watu ambao yani wako more in love na matokeo wanayotaka yatokee baada ya kufanya hicho kitu wanachokifanya. Ukiwa in love na vision ulionayo, hizi hatua unazopitia hapa kuijenga vision ulionayo inakuwa more romantic. Ile nguvu ya kuweza kufanya jambo au uwezo wa kufanya jambo, hata uwe na nguvu kiasi gani dunia nzima, hauwezi kushindana na obsession anayokuwa nayo mtu juu ya jambo fulani. Discipline ni performance. Unaweza kufake kufuatisha routine kwa muda mrefu, lakini ikifikia stage ambayo ile yani huwezi kuendelea, everything is tight, yani badala ya kuchoka ndo kwanza unaanza kufurahia ni kitu gani ambacho kina happen kwenye process ya kufikia vision ulionayo. So usiulize tu ni kwa namna gani mimi naweza nikaendelea kuwa consistent kwenye kitu ninachokifanya, bali uliza ni aina gani ya mtu ambaye hawezi kukata tamaa njiani anapoamua kufanya jambo hili. Alafu ukishamjua huyo mtu ni mtu wa namna gani, then become that person. Kwa sababu ukiwa yule mtu ambaye you are craving for the outcome ama matokeo unayosubiria ndo kitu kinachokupa wewe uhai, hii process hapa katikati mpaka kufikia matokeo yanayotokea inakuwa ni sehemu yako ya kujidai. So nini cha kufanya? Achana na kuanza kuhakikisha kalenda yako imefikiwa kwenye kila kitu ambacho kinatakiwa kifanyike, bali anza kuhakikisha unaangalia, je, uelekeo ninaoendea ndo ule uelekeo ambao utanifikisha kwenye nchi yangu ya ahadi ambayo ni vision nilionayo. Haupo consistent kwa sababu haujashibana enough na vision unayotaka itokee. Unaweza ukasema mimi nimeshibana na vision, hujashibana nayo enough vya kutosha, kwa sababu hutohitaji discipline kufanya kitu unachopaswa kukifanya. Rudi kwenye vision yako, hakikisha umeijenga na umeletea matokeo ambayo ni mazuri ya kutosha. Ukiona uweze kukaa hapo kwa ajili ya vision yako na kufanya, unahitaji discipline kwa ajili ya kupambania vitu vyako, it means ndoto ulionayo, matokeo uliojiwekea ni madogo kiasi kwamba hata wewe mwenyewe yakufurahishi. Ukiwa yanakufurahisha kwamba matokeo unayotaka yananifurahisha, yananipa ile hali ya mimi nayoitaka, eventually automatic hutohitaji kuwa na discipline, kwa sababu tayari utakuwa unaitaka. Kwa hiyo utaanza kuhakikisha unapita kwenye miba ili ufikie kitu unachokitaka. Na in fact hii sio kwa ajili ya kila mtu. Moto huwa vinaongea na vile vitu ambavyo tayari by nature vinashika moto. So kama wewe sio mtu ambaye unashika moto, hata huu moto ninaoongea hapa huwezi kuelewa. Kama wewe ni huyo na unatamani kujifunza ni kwa namna gani unaweza kuhakikisha unapata exposure sahihi juu ya namna gani ya kutengeneza vision ulionayo, njia gani upite, nini cha kufanya kuweza kuwa the best entrepreneur, mjasiriamali sahihi juu ya vitu unavyovifanya, gusa link hapo juu, itakuleta moja kwa moja kwenye platform yetu ya MBH. Huku you will learn everything you're supposed to know in order to be the best entrepreneur of all the time.